Kaka. Na? Mkono wangu. Oh, sorry. Sama. Bye. Mambo. Poa. Amani. Wewe ni mgeni hapa? Yeah. Ila sio kivile. Okay, hamna shida. Ila kwa sababu leo ndo tumefahamiana, ningependa tuwe marafiki. Amani kwa hiyo. Ndio, hamna shida. Na nikutazama juu mpaka chini, sasa togodo unavutia. Asante. Basi tunaweza tukabadilishana hata namba. Kwa hilo kakaangu, hapana. Mimi sitoagi namba. Na sio kila mwanamke unayemwona anayepita pita amevaa vizuri ukajua ni wale wa dada poa. Hapana. Mimi sigawagi namba. Hapana, sijamaanisha hivyo. Ila nilipenda tuwe marafiki, tubadilishane namba kwa sababu leo tumekutana hapa njiani. Siku nyingine kama hata ukao umedondoka chini hivi, kama ndo kama msaada wako karibu. Yaani mambo yako yasiwe mambo yako, lakini hilo haliwezekani. Mimi siwezi kukupea namba. Huyu ni nani? Rafiki yangu. Ina maana mimi umeniacha huko na kusubiria saa zote, kumbe upo na malaya zako hapa. Wewe dada koma, mimi sio malaya. Hivi kweli mama upo serious na lile jambo? Hivi unaniuliza nini? Unaniuliza nini? Kwani wewe ulikuwa unawaza nini mwanangu kuhusu hili jambo? Mama, unajua hizo ni desturi za huko nyuma. Hebu na mimi basi nipeni uhuru wangu nichague ninachokitaka. Kwa sisi ni wajinga tuliowasomesha mpaka mmefikia leo mnatukanusha desturi zetu. Yaani kwetu sisi hizo ni mila na desturi, kama wenzao wanavyosema hatima. Sisi tulishapanga na familia ile nyingine. Mwanaume wako tulishakutafutia kwamba itakapofikia majira kama haya mtawana. Sasa leo ukinikalisha na kuniambia kwamba eti mama, hivi uko serious? Serious for what? Mama, hivi kweli mimi ni mwanao? Nguseka kukangala. Hivi mimi nimezaa nini jamani? Yaani wewe mtoto nimekuzaa wewe, uje uniambie mimi maneno ninayokuambia ni nani? Ni desturi za kizamani. Zako mpya ziko wapi? Ziko wapi zako mpya tuzione? Hayo ni machaguo yako. Chaguo lako la mwisho, labda tukutenge kwenye familia yangu. Siwezi kukubali kudhalilika na ndugu zangu, familia yangu, tamaduni zetu. Uje utuambie leo eti wewe unajua tamaduni sana. Una tamaduni gani ambayo wewe unaweza ukanikalisha chini ukaniambia kwamba eti mama, eti uko serious? Niko serious. Alafu ni hivi, huko mtaani unakwenda, kama una issue yako yoyote na kufuatilia, na sitokuwa tayari kwa aibu. Yaani kama una kitu chochote ambacho kiko huko ambacho unakijua, nitadili nacho. Ole wako, utanijua mimi ni nani. Shoga yangu karibu. Asante za hapa. Salama, naona mjini sio mambo mabaya. Amna, mbona kawaida. Shoga yangu karibu sana, si tupo. Hivi kwanza nilichokisikia ni kweli ama?
Wewe umeolewa? Kweli nimeolewa. Si unajua tena maisha yenyewe ndo haya. Ukimpata mtu mnapendana. Mbona imekuwa mapema hivi? Yaani nataka nimjue huyo mtu alokuchanganya. Jamani. Yupo. Yupo mwanaume. Afu ndo mida yake ya kurudi. Utamuona tu usijali shoga yangu. Haya. Afu shoga yangu umemfika vizuri. Shilingi ngapi kwani? Kwa hapo kijijini utamwambia mtu shilingi ngapi? Mke wangu sasa hizi Salama za wewe. niko poa, nimetoka kazini mke wangu, hapa nimerudi nimechoka. Alafu mume wangu huyu anaitwa Tausi, ni rafiki yangu. Na kipindi kile nilikuwa nakwambiaga yule. Amekuja kwa amekuja kumtembelea. Tausi, huyu ndio yule shemeji yako. Hivi shoga yangu. Huyu ndo alokuoa kweli? Ndio huyu jamani shemeji yako. Sasa kutambulisha hapa huyu ndo shemeji yako. Aya ngoja mimi niende. Jamani mbona tena haraka? Amna tu nitakuja. Haya. Karibu. Vipi rafiki yangu? Mbona sasa hivi uko nyumbani umekaa hapa ueleweki nini? Ni kweli rafiki yangu, hapa nilipo sipo vizuri, yaani kwa kifupi nina mawazo na ni kama nina stress tu. Kwa nini? Unajua sasa hivi nimejikuta sielewi, kuna kitu kimeingia kwenye akili yangu ambacho mimi mwenyewe kinanichanganya. Kwa nini? Najiona kama nimeingia upya tena kwenye mapenzi. Kuna binti moja ni nzuri sana, nimetokea kukutana naye kama mara mbili, yaani nimejikuta nimempenda sana. Hii dunia sijui inaenda wapi. Kwa ndugu yangu nataka tena urudi tena kule kama zamani kule. Wewe ukumbuki si ulitendwa kule? Au sio wewe? Au umejisaulisha yani? Data imezima ndugu yangu. Kaka, haya maisha yanabadilika. Alafu sisi ni binadamu, tuna mioyo ya nyama. Najua unanicheka kwa sababu wewe hujapitia situation ambayo mimi nimepitia. Lakini kiukweli mimi nimeshindwa kabisa kuvumilia. Ndugu yangu unafeli bwana. Wewe bwana tu ukae kama mimi kijana nini hapa? Si umeona handsome boy nini lakini sina demu yoyote hapa ndugu yangu. Na sina mawazo yoyote ndugu yangu. Wewe tu ndo unajitesa nini unakaa ndani wewe unaangalia movie tu kama nataka nikwambiaje ndugu yangu. Tuondoke bado wafanye kazi huko. Ndugu yangu, ni kweli mimi nilitendwa hapo nyuma. Na nilisema sitaingia tena kwenye mahusiano kwa mara ya pili. Baada ya kuona wanawake ni washenzi tu. Lakini nimejikuta nimebadilika. Unajua sisi binadamu, leo kesho unabadilika hivi, kesho kutwa unakuwa hivi. Yaani nimejikuta mimi mwenyewe sielewi. Na kitu kingine, sawa wewe ni kijana. Hujazoea kuingia kwenye mahusiano ya muda mrefu. Wewe ni kubadilisha tu wanawake huku mara huyu. Mimi tabia hiyo sina. Kaka unajikuta charukani. Sawa wewe tu maamuzi yako kama umempenda mwanamke siku ulionekewa. Haina shida ndugu yangu. Kwa hiyo tunaenda kwa tulipopanga watu wewe. Wewe nenda. Ila next time tutaenda huko.
Umekuja muda gani? Nimekuja sasa hivi tu hapa. Sio kuja pia kunipa taarifa jamani. Amna, sawa si mpenzi wangu jamani. Nimeamua kufanyia surprise. Sasa hii ni zaidi ya big surprise. So hii jamani. Sana. Mambo. Safi tu. Vipi? Poa mzima. Mimi niko poa. Kumbe na wewe unakujaga maeneo haya? Napenda huwa nilikuwa na stress zangu napenda kukaa hapa. Unaona mazingira yamepoa. Ni kweli pametulia. Hata hivyo nashukuru sana kwa kuniona. Maana nilikuwa na hamu sana ya kuonana na wewe. Maana nina mazungumzo muhimu sana na wewe. Mazungumzo yapi hayo? Usijali, ni mazungumzo ya kawaida tu. Yanahusu Samahani, naweza nikapokea simu mara moja? sawa, hamna shida. Sana, tunaweza kuongea mara moja? Kuna nini? Wacha tuondoke. Twende. Kuna nini kwani? Nitakwambia twende. Inuka. Diana, mbona umenitoa mkuku kule mpaka huko? Kuna shida gani? Sielewi sana, sielewi. Uelewi nini? Yaani familia yangu kiufupi haihitaji niwe na mtu kama wewe. Mtu kama mimi? Unamaanisha nini kusema hivyo?